Wembwe wewe. Tembeze. Hizo mndete levute ndate. Boti. Unajua boti? Hii ni boti au ni nini? Hii hapa ni fiber. Wanakuita rubani au nani? Mimi ndo captain. Bora tofauti gani na mtu anaendesha meli zile kubwa? Hatupaki wanawake wala nini. Wanawake haruhusi kupanda hicho. Kutokea huko Ubungo Manzese wapi unapanda gari za hizi udati. Si watu wa mkoani, hususan wa mkoa wa Mwanza. Huwa tukisikia feri tunajua hawa kilo ni shilingi 75,000 kilo ya hawa. Lakini huyu ukichemsha supu yake au kimkaanga na kutafuna, na maana unapata madini yake papo kwa papo. Yani nikitoka mimi naenda, yani natembea, yani kikipende chetu mimi naita naenda. Yes, bana niaje kipanda hichi hapo. Hope uko good na uko fresh kabisa. Mimi naitwa Bino_04 na hichi hapa ni kipindi cha Naenda. Wazee wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na leo ni Ijumaa, yani Ijumaa nyingine kabisa. Ukilioisha tulikuwa maeneo ya hapa Kigamboni. Tulitoka Msimbazi pale Machinga Complex, kutoka Machinga mpaka hapo stendi ya hapo Kigamboni. Hivi kwa sisi ambao ni wageni, tunataka tulimalize eneo lote la Kigamboni. Unatushauri nini, tuanzie wapi na tumeshafikia hapa? Nimeambiwa hapa ni feri, si barabara ya KKT. Hapa ndako mwanzie feri, alafu ndio mnakuja njia za ndani huko Toa Moyo, wapi Geza, wapi huko. Ila mtakao mnaanzia feri alafu mnaenda hivyo. Na hii ni stendi ya feri. Kutoka kipande hiki cha maeneo ya feri kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mshikaji wangu, kana mimi kuanzia sasa hivi kwa sababu ujazo wa leo ni mwingi zaidi. Taarifa nzuri ni kwamba leo hatutumii usafiri wa daradara kama ilivyo kaida yetu. Leo tuna usafiri tofauti kabisa. Sasa twenzetu pamoja kutokea hapa Kigamboni feri mpaka maeneo mengine ya hapa Kigamboni. Bado tupo Kigamboni, tupo sana. Au sio bwana? Wengi wanakuambia sehemu yote utakayofika huwezi ukakosa mwenyeji wako. Mimi nategemea kukutana na wenyeji wangu wengi wa kutosha kutoka maeneo haya ya Kigamboni hapa feri. Kwa mshikaji wangu, twenzetu mpaka kwenye boti kwa ajili ya kusafiri kutembelea maeneo tofauti. Leo tuko na boti. Unajua boti? Watu wanaziita fiber. Nyewe kwenu mnaziitaje? Au mnatumia lugha gani kuita boti? Oya, behind the camera my brother Jadax. Na sasa ujazo ni mwingi washikaji zangu, tunaenda kutafuta boti kwa ajili ya kukwea, kwa ajili ya kukwea pipa. Tunaingia kutafuta boti letu kwa ajili ya kupata usafiri ambao tutatoka nao. Oya, kama kaida fresh. Oya, vipi wakubwa? Chaneli gani? East Africa. Problem tatizo. Bana, sisi ni wasafiri. Tumetokea Machinga Complex kule, tumekuja kuwatembelea mashikaji wa hapa Kigamboni, lakini safari yetu sio hapa tu. Tunataka tuzunguke Kigamboni yote hii. Kwa hiyo tuliambiwa kwamba leo tukishakuja hapa Kigamboni tuvuke twende sehemu nyingine, tuonyeshe experience watu ambao hawajawahi kufika kabisa hapa maeneo. Hapa kwenye utaala mwanangu, umeona hapa? Fiber zipo hapa zinavusha na fresh na kila kitu. Wamekaa bei gani hapa? Hapa mwanangu, mchai buku tu hapa unavuka na fresh. Nyamwezi. Yaani rula utaala. Mnapokea watu kiasi gani hapa kwa siku? Yaani hapa hata mkija milioni mnavuka. Mnavuka. Boti moja inabeba watu wangapi? Boti moja hapa inabeba watu 6. Watu 6. Watu 6. Ni sheria. Ila boti moja inaweza kubeba hata 100. Kwa nini sasa? Kwa nini? Inaelea. Hauogopi kuzama mwanangu? Kisheria boti inabeba watu 6. Kisheria. Ila sasa kinamna gani vipi? Hata 100 mnapanda na mnaondoka. Bana, mnaondoka. Bana, hapa panaitwaje ama mazingira ya washikaji? Hapa panaitwa official Signori. Au Vaspula. Ina lingine Vaspula kan. Wapi? Vaspula kan. Ina maana gani? Nimeambiwa hapa kuna msanii yupo. Tulia, acha mapepe. Umemkuta yupo dadadeki. Official mwanangu, official. Kwanza mchai nini? Mchai mwanangu, yani kila kitu mimi nafanya. Maana si niko vibe. Boti bado haipo
Boti hapa, boti usione na basi dakika 5 za mshikaji wangu anaitwa nani? Mbwembwe MC. Mbwembwe. Bwana tupo official signari kwa mshikaji wetu anaitwa Mbwembwe. Sasa ngoja tule mambwembwe ya kutosha. Kama kawaida? Kama dawa mwanangu. Fresh lakini. Ubabe. Sasa wanangu, kwanza nashukuru sana. Kuna singeli tena. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kijiwe cha official. Nimekutana na Mbwembwe, nimekutana na nani, nitakutana official ndo wewe. Ndio mimi official. Au sio? Makusanya. Official. Mbwembwe wewe. Tembeze. Hizo mndete levute ndate we. Bagawe. Hapa niko na wanangu hapa panaitwa official Wanyamwezi Kibao. Unaona wa Masai nini? Wanyamwezi Kibao hapa tunakaa tunatulia, tunaenda kazi zetu kufanya baharini, si unajua. Ila tunachana tunaimba. Yaani si unajua maisha mengine yanaendelea au sio bwana? Tunaitwa Beach Kidimbwi. Ndio hapa, hii ndio Beach Kidimbwi. Mishe kama zote hapa nini tunavusha hapa watu wetu wa sokoni pale. Wanapitia hapa, umeona hapa. Boti zetu zile pale za kwenda baharini zile nyingine zishatoka, umeziona zile zote zile. Sisi tumeunganika na shikaji zetu amenazikinda pale. Yaani tuko nao pamoja tenda vamba. Kwa machizo shikaji zetu akitoka kule, unajua mabesti. Wanapita hapa, wanapanda boti na sisi tukitoka hapa tunapanda boti kule. Tunaenda kati kuchukua masamaki huko, unajua. Bana sasa tumpe time Mbwembwe afanye kitu au vipi washikaji zangu? Nataka vibe la kutosha sana kutoka kwa Mbwembwe. MC Mbwembwe. Director mzingatie msanii. Ile kizazi tusikie michano. Sasa nataka mle ndani weka East Africa Radio, lakini pia jitamba kijiwe chako, taja wanao wote. Lakini pia taja kipindi chetu kinaitwa Naenda. Wazee kutoka kipande kimoja kwenda sehemu nyingine. Twenzetu kaka. Sikiza, yani nikitoka mimi naenda, yani natembea, yani kipindi chetu mimi naita Naenda. Yani wewe ukifika mwanangu losha mezuka, na ukichana mdogo Mbwembwe niko fiti Naenda. Watoto wadogo bado wanakuja wana stereo. Yani hapa niko East Africa Radio. Waambie Wanyasa wanakuja pande zetu, yani namdisi Mungu na namomba Bwana Yesu. Sikiza, mdogo Mbwembwe natembea, nikitoka na hapa mwanangu na don't care. Oya, nye wanangu machizi Naenda, oya natembea kipindi chetu naitwa Naenda. Sikiza, huko kuna mwanangu Memo, kuna mdogo Mbwembwe huko kuna Eminem. Oya pendeza, tunakaa kila sehemu, hatuna shobo maana hapa hujamkuta demu. Sikiza, mene mkali wao na najua kila pande nikikaa mene mkali natusua. Yani kila tua lakini mwanangu dua, ila mwanangu kenikutabaa mesinywe bia. Wambie Wanyasa wanotaka kutamba. Oya Mpemba lana na ujawapa na mana. Oya macheze boto wanaona hizi ngumu kazi kwenye kipaji basi wanalana. Oya we tembea, ukitaka tembea na ukitaka kurudi we mwanangu sikia tembea tondoke. Bwana nataka michano ya Kigamboni, nataka uichane Kigamboni yote kwa sababu sisi ndio tumekuja kuanza Kigamboni. Nataka uipe mashavu mengi Kigamboni, ielezee kwa michano mle ndani. Ndo Kigambo, ukiingia tungi haina mfano. Yani hapo tungi wepanama kuna jino. Yani na ukifika ndo utapata kila kitu. Yani umkosi hata disi utampata hata demu. Sikiza, macheze bote ndo wanaingia, wakienda Kigamboni mwanangu ndo wanatusua. Hapa tuko feri ila bado haujaingia, nenda ndani mwanangu bado haujaingia. Wewe tembea, ukitaka kufika utafika. Yani ukitaka kufika ndo utapanda mizuka. Ukifika mwanangu tembea, we nenda tungi Panama dogo Mbwembwe utaelewa. Nikenda tanda vamba mwanangu watu wanajua, nikenda na Mikinda kuna wanaelewa, nikija mpaka Beach Kidimbwi wanajua. We muulize Eminem mwanangu atakuelezea. Sikiza, we tembea ukitaka jua, yani we mwanangu tembea babu unabua. Yani babu we piga kila tua dua, ukitaka tembea we mwanangu we tembea. Nani mwingine? Huyu anaitwa Mbwembwe MC. Ni mshikaji ambaye ana rap lakini pia anapita na biti la singeli vizuri kabisa. Kupitia Insta post yetu kule Instagram tuliuliza ni sifa zipi za wadada wa Kigamboni. So tulipata time ya kumwambia kwamba azitaje sifa za wadada wa Kigamboni kupitia biti la singeli. Msikilize vizuri kabisa na uniambie hapo kwamba umeelewa michano yake. We Mbwembwe we. Wadada wa Kigamboni, watu waliuliza swali kwamba wanataka sifa za wadada wa Kigamboni. Tumalizie hapa dakika moja, tambulisha kijiwe, sisi twenzetu. Hapo
Wesema mwanamke, jamini mwanamke, we mwanamke jikubali mwanamke, we mwanamke, jamini mwanamke, we mwanamke jikubali mwanamke, uwe sifa ya kwanza mwanamke kujiamini, kwanza jikubali, sema mimi ndo mimi, so nauza utu ili ule maini, wakati ukiuza nyanya unaishi mjini. Wesema mwanamke, jamini mwanamke, uwe mwanamke jikubali mwanamke, uwe mwanamke, jamini mwanamke, uwe mwanamke jikubali mwanamke. Twende tena, piga makofi mengi mengi, niongeze speed. Piga tena mengi mengi, niongeze speed. Piga makofi mengi mengi, niongeze speed. Piga tena mengi mengi, niongeze. Eti jamani wa Kigamboni nikienda Mbagala, waga si waone waga waraga jalala. Wanawake wa Kigamboni mbabu na wajua, wanapendeza majuba, wanapendeza sana yani la. Yani mademu wa Kigamboni wanajua, yani mademu wa Kigamboni hujajua. Yani ukiwaona mwanangu wewe utaacha, kama sio ndala we dundo utafutika. Ni noma sana, hawa jamaa wanajua ile mbaya wote wawili. Wewe unampa nani max nyingi zaidi? So sisi tumetoka hapa muda huu, tuliagana nao vizuri kabisa. Sasa sisi tulikuwa tunahitaji boti iweze kutuvusha bana, twende upande wa pili. Kita oya Kinyamwezi DJ big time, waita nani? Wanaita Domi Kinyamwezi big time. Shukrani sana kaka yangu kwa time yako. Haina noma kaka yangu, mmeshaonekana kupitia hichi hapa kipaza. Sogea kwa hapa hivi. Boti yuko wapi mchizi? Oya online au vipi? Njoo kwa hivi sasa. Njoo kwa hivi. Tumalize kabisa. Sikia. Ile mchizi yuko wapi yule? Kuna mchizi hapa alikuwa na oya. Hapa. Umeona? Sikia. Naanza tukachukua hapa. Tunachukua na kuvuka hapa. Tunavuka. Poa. Jaki vipi? Sema dago mwanangu, ujue wewe unatazalao, umefanya pikicha kwa mchele wako wewe. Sisi tunaenda pale, tunaenda nani feri, tunavuka, tunaenda tena kabisa kule mbele. Ndio kipindi kinaitwa naenda, ni kipindi kipya kabisa. Oya kaka. Sababishie oya kaka. Safiri. Hapo nachukua. Unachukua wapi? Au hapo nachukua? Nitaka tupande. Bado tunachukua tuko, yani tunakuwa kama live. Sasa tuoje fresh kwamba vipi. Kaka, big time. Ushaonekana. One time so x na bo. Aiza mkuiza mali yangu na kuuza. Ngoja situvuke kaka. Bana washikaji zangu msichoke, ndio kwanza safari imeanza. Let's go mwanangu. Dakika tuko vizuri. Oya kama kaida sasa. Kaa sehemu ambayo au Kinyamwezi unaweza nikakaa katikati hapo, tulikuwa tunapiga story. Oya tuko vizuri. Oya. Bana hakikisha kwamba tunaonekana vizuri kabisa. Oya, pita nyuma, pita katoka. Tuko vizuri? Ngoja tuseme tuko ngoja kae hapo. Hapo. Yeye kae pale, wewe kae hapo. Fresh kabisa. Bana hakikisha kwamba watu wanaonekana vizuri. Bana safari ndio kwanza imeanza kabisa kupitia usafiri wa ini boti au ni nini? Hii hapa ni fiber. Fiber. Kuna tofauti gani kati ya fiber na boti au vipi? Kuna tofauti mkubwa sana. Kwa sababu boti kwamba inaweza ikabeba watu kuanzia 30, 40 na ni chombo ambacho maalum cha kwenda maji ya mbali. Ila fiber unaweza kwenda maji ya mbali lakini sio maalum sana. Sio maalum sana. Yaani kwamba ni vitu kama hivi vya kuvushia, kwa ndio maana iko fiber ndogo na boti ni kubwa. Yaani tofauti wake ndio hiyo. Hali ya nani ya mawimbi tunaona ni moja ya kikwazo pia kwenye boti. Huwa mnamuduje kukabiliana na changamoto kama hizi, yani ambazo ni ngumu kuzimudu, yani zinatokea kwa asili? Maana hii ni asili, yani ikitokea mitikasi kama ya mawimbi na nini mnakuwa tayari, kwa hiyo hamna kazi. Haipo hivyo. Naangalia na sio upepo. Yaani kwamba niko vipi? Iko vipi? Unaweza
kama hivi unavyoona, hebu angalia kama hivi, angalia kama huko, mbona maji jinsi yanavyofanya? Ndio Sawa, kwamba inajulisha kabisa kwa mpushaji kwamba hawezi kuwa na wasiwasi juu yako, kwamba ni upepo sio mkali, ni bahari imetulia. Sawa, kwa kwamba upepo unapokuzidi kuwa mkali au kwamba inapokuja ile pele kaskazi, kwamba watu hawezi kuvusha, kwa sababu ni tahadhari na afya pia na maendeleo ya kibinadamu. Huwa mnatumia dakika ngapi kwa kawaida kutokea kituoni hapo mpaka maeneo ya wapi pale? Ngambo feri. Ngambo dakika ngapi tu? Sasa pale inatokana na vipi? Unaangalia kwamba bahari iko vipi. Ndio. Sawa. Unaweza ukakuta bahari iko shwari. Unaweza ukatembea kwa dakika 3 tu na ukafika kwa dakika 2. Sawa. Ni dakika 2. Yani kwamba kwa iko hivi. Unakuta bahari imelala kama hivi mfano. Simuona kama hivi? Hivi bahari haijalala. Hapa ni kwamba imefanyaje? Imenyanyuka. Kwa hiyo ndo kuna mawimbi. Kwa hiyo huwezi kutembea kwa haraka, kwa tahadhari ya kibinadamu zaidi. Sawa kabisa. Sawa, si umeelewa? Kwa hiyo unatembea hivi kipolepole, ila kuna muda sabari inakuwa iko shwari. Ikiwa shwari kwamba unaruhusiwa kutembea na kufanya mazingira yako yote unaweza. Sawa kabisa. Basi ngoja niseme na yeye kidogo. Oya, kama kawaida? Kama kawaida wangu. Dereva wa chombo. Wanakuita rubani au nani? Mimi ndo captain. Captain. Hivi kiongozi anayeendesha fiber pia ni captain? Captain. Una tofauti gani na mtu anayeendesha meli zile kubwa? Mimi sina utofauti wowote kutokana mimi mwenyewe hapa na vyeti vyote nimesomea DMI pale. Ushaona? Na sisi tunajua hapa na watu wetu tunawavusha hapa, sisi hapa wote mabaharia, sio kwamba kwa watu tofauti tu. Wafanya kazi maofisini. Hata yeye unapiga tu, hata tukikupa limeli hapa fresh. Yaani watu hapa wanaofanya kazi sokoni, basi ndio si watu wetu wa kuchukua. Ushaona? Tunachukua tu tofauti, hatupaki wanawake wala nini. Wanawake haruhusi kupanda hicho? Tupandishe wanawake. Ni sheria au ni kwamba wenyewe tu ndio hawataki? Sisi wenyewe hatutaki kutokana na unajua tena. Ikitokea akaja kuforce bana, unajua. Chombo kina uwezo wa kupakia watu 20, lakini sisi wenyewe uamuzi wetu tumeamua kupakia watu 6. Ili kitokea mwanamke akaforce kwamba haiwezekani hatuchukui. Ni kwa nini? Wao ndo walitaka au nyewe ndo mmetaka? Sisi wenyewe tumetaka hivyo. Inakuwa kama kaukatii ubaguzi fulani. Sio ubaguzi, kutokana na wanawake watu tunawachukua hapa, tunajua na wenyewe wa sokoni hapa, si unajua? Ambao tunajua hao wavuvi wenzetu hawa. Sawa, tunawachukua. Hatumchukui mtu tofauti. Mtu akivaa moka humo apande. Sifa za mtu anayetakiwa kupanda kwenye chombo anatakiwa avaaje labda? Akivaa moka humo apande humo. Anatakiwa aje avaaje labda? Ndo kama hivi, unaona kama shikaji zetu wa mbele wale nawajua wale pale wale watu wa bahari, umeona washikaji zetu wengine kule. Ndio. Wote sio watu wa dipu, ushaona? Mwezi tumefika. Sogea basi kwa pale tumalize kabisa. Oya director, toka kwa nje kwanza hapo. Toka kwa nje, pita tutembea nayo, Tembea nayo. Bana, imekuwa noma sana. Tumalizane, malipo shilingi ngapi? Tumesikia buku, tumesikia bei ni FT change basi. Bana, usafiri ni 1000 kwa mtu mmoja, na nimeambiwa sifa. Kama umesikiliza vizuri pale, wamekwambia kuna sifa za watu wanaoruhusiwa kupanda kwenye chombo bana. Big time fresh. Oya kakangu, shukrani sana kwa support yenu, umeweza kutulinda na nini Kinyamwezi, hata sisi tumeweza kuenjoy kutupa support kwenye kipindi chetu. Hapa panaitwa naitwa Feri. Hapa baada ya hapo twende wapi? Maana sisi ni wageni kabisa. Twende wapi kumonyesha? Kama niko mimi napenda kwa mapendekezo yangu mimi kama mimi. Kutokana na kuangalia jinsi ulivyokuwa official na mazingira na kuruhusu na upo serious na kazi yako au vipi? Yaani uko unapenda kama usogee mnazi mmoja hivi. Unapenda? Usogee mnazi mmoja hapa. Mnazi mmoja? Ni maeneo hapa karibu. Hapo ni karibu tu, kama ukisema kwamba unyooshe unakula pale Ikulu unasogea mnazi. Basi fresh kaka. Una utaratibu wote au umfe labda kwenye kwenye utaratibu ni hamna kwamba labda kwamba iwe vipi. Yaani kifupi kwamba tunaishi kama familia. Hakuna matatizo. Blessing kaka. Basi dua. Fresh kaka. Bwana, sisi tusogee
Yes. Dakika 8 pekee zimetumika sisi kuvuka kutoka kipande cha kwanza cha feri kule stendi, na sasa tumefika soko la samaki feri. So tulipata mahojiano ya kwanza na moja ya mteja wa soko hili la samaki feri. Msikilize vizuri, huyu bwana ana majibu ambayo yamenyooka sana. Bwana, wahenga wanasema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Sijui msemo huu utathibitika kwa siku ya leo, lakini taarifa nzuri ni kwamba mimi tayari nimefika feri kwa maelekezo ambayo nilipewa au nilipatiwa baada ya kufika maeneo ya Kigamboni. Ruti yetu ya kipindi bado ni kuzunguka maeneo yote ya Kigamboni. Kigamboni yote tunatakiwa tuikave. Sasa kwa heshima kabisa nimekutana na mwenyeji wangu, naweza nikamuita. Sija kujua bado kwa majina. Habari? Nzuri tu. Mimi na lakini kwema kabisa. Mambo vipi? Safi. Wanakuita nani labda? Mimi wananiita Wamoja Mbonde. Una cheo chochote au hapo umekuja kufanya nini shughuli? Mimi nimekuja kama mteja hapa, sehemu ya kuja kupata kitoweo. Maana ni sehemu ambayo special kwa ajili ya kuja kupata kitoweo. Na ukifika hapa samaki unawapata kwa bei nzuri, tofauti na unapouziwa mitaani huko. Umekuja kama mteja, kwa inamaanisha utokei hapo. Unatokea wapi? Hapa mimi natokea Kibamba, lakini ninafanya kazi karibu na maeneo haya. Ofisi yangu iko karibu na maeneo haya. Tukuite mgeni mwenyeji au mgeni? Mimi ni mgeni mwenyeji. Mgeni mwenyeji. Kwa sababu ofisi yangu ni kama mita 300 kutoka hapa, 400 seme. Mita 300 ni kama umbali gani? 400 ni kama umbali gani? Tusema kwa dakika. Dakika ngapi kwa miguu? Ni kama dakika 12 kutembea. Hadi 15. Basi sawa. Mita 400 ni sawa sana dakika 15 12 kwa kutembea. Bana, mimi na maswali yangu kadhaa kwa sababu mimi ni mgeni. Ndiyo. Wewe ni mgeni mwenyeji au umesema wewe ni mwenyeji? Mgeni mwenyeji. Basi umekutana na mgeni kabisa. Ndio. Mimi naitwa Abino. Ni mwongozaji wa kipindi cha Naenda. Kipindi chetu kinarushwa kwa lengo la kuwapa experience ama watu kutazama ujuzi wa jinsi gani watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sisi mara zote tumekuwa tukitumia daradara, lakini leo tumewapa ndugu zetu ujuzi wa kutumia boti. Tumevuka na fiber, wanaziita fiber. Kuja mpaka hapa. Ila lengo letu ni kuizunguka Kigamboni yote. Kwa leo tutamalizia hapa. Mimi nataka nijue kwanza kabisa kwamba soko la feri labda linauza samaki gani au lina sifa zipi, ili kusudi kwa yule ambaye mtu yuko mbali aweze kusogea, mshawishi pia. Soko hili ni soko ambalo la muda mrefu. Zamani ilikuwa soko liko pembeni pale, ng'ambo ya barabara pale. Lakini serikali tukufu iliweza kulitanua ili soko, likajengwa, likapanuliwa, likaleta upande huu wa pili. Ni soko ambalo samaki wa kila aina hapa. Unapata changu, unapata jodari, unapata samaki aina mtepa, unapata aina samaki ya sewa, unapata samaki aina ya kama nini hawa wale vibua ngozi na vibua kamongo. Kwa hiyo wote na aina samaki. Pia daka mchele wanapatikana kwa wingi sana hapa. Namna kufika hapa bwana, kama unatoka Mbagala itabidi utumie mwendo kasi ambao inaanzia Mbagala kuja moja kwa moja mpaka kivukoni. Na kama unatoka huku Kimara basi itabidi upande mwendo kasi rahisi kupanda inayoishia kivukoni. Ikiwa unatoka Tegeta basi utapanda magari ya Tegeta mpaka Posta. Ukifika Posta pale kuna shuttle unaweza kutumia hizi nini pikipiki, bajaji zinakuleta mpaka hapa. Na ukifika hapa kwa kweli soko linatizamika. Kwa mfano leo samaki nikiangalia leo samaki kidogo amekuwa kidogo adimu. Mimi mwenyewe nipo hapa na kama dakika 20 na subiri samaki angalau wapatikane. Aina gani? Mimi napenda sana vibua na changu. Vibua ngozi wale watamu sana ndio naopenda mimi. Afu jodari na yeye nampenda sana. Unajua jodari kama kuku ile. Akipikwa vizuri, akiungwa vizuri unaweza ukasema kuku. Ukatukana kabisa. Kwa hiyo yani unyama sana ni katika yani kwa samaki kama jodari yani. Tuachane na samaki, tupe experience ya mtu ambaye hajui. Hivi hii feri ni Kigamboni yote au ili eneo linaitwaje? Yani hili eneo linaitwa feri. Feri maana yake ni kwamba sehemu ambayo watu wanachukuliwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukiwa upande wa wa ng'ambo ya pili ya Kigamboni, wao kule kufika pale ambapo feri inawachukua
ile fiber zile zinawachukua, kuna zile ndogo zile fiber, kuna pantoni lile kubwa. MV Magogoni nadhani mmeliona pale, MV Kazi. Kwa hiyo kutoka kule kuja pale kwenye eneo ambao wanachukuliwa, ile ni feri na yenyewe wanaita. Ukitokea huku ukiwa unakuja hapa na penyewe unaita feri. Kwa hiyo feri ziko mbili, pande mbili. Huku ni feri na kule ni feri. Ila huku ndo kuna soko la samaki. Basi sisi au kwa jina jingine hapa maarufu wanaita Kivukoni. Kivukoni. Sawa, kuna jina naonaga zimeandikwa Kivukoni. Huwa zinaishia hizi gari zinaishia hapa nani hapa. Kwa sasa hivi hakuna gari zinazokuja za moja kwa moja zaidi ya mwendo kasi, kwa sababu walisha limit hilo swala. Sasa hivi gari ambazo zinakuja hapa ni gari za BRT tu, mwendo kasi. Ndio ukitokea huku Mbagala nimesema unapanda Moffat, kampuni ya Moffat. Kutokea huku Bungo Manzese wapi unapanda gari za hizi Udat ambazo na zenyewe zinafika moja kwa moja mpaka Kivukoni mwendo kasi. Na sasa hivi kama mwendo kasi unaona ilivyo sasa hivi, unakula kiyoyozi ndani ya mwendo kasi. Safi kabisa, huduma yao nzuri. Basi sawa. Kwa hiyo lile eneo ndo Kigamboni tulikotoka kule. Kule ni Kigamboni, upande wa pili kule unakoona kule ni Kigamboni, na huku tuko upande wa nani wa huku tunaita huku Kivukoni. Huku kwa nini kunaitwa Kivukoni? Kwa sababu na kwenye kumebeba jina, kulikuwa kuna chuo hapo cha serikali kinaitwa Kivukoni. Kivukoni front. Basi shukrani sana. Sisi nadhani tukamaliza kipindi chetu. Pamoja sana bwana. Asante sana kwa muda wako pia. Okay, pamoja sana. Haya, poa. Bwana, twende mshikaji wangu, panda director. Nataka tukamalize kipindi chetu mwanzo wa soko kabisa la feri. Hili ni soko la feri mshikaji wangu. Huu ni upepo mkali kutokea soko la feri. Kwa hiyo twende tukamalize kipindi mshikaji wangu, au vipi bwana? Hili ni soko la feri bana. Tupitie huku tusigasi watu. Pita kwa mbele director. Hii ndo feri. Pam. Bana, sisi watu wa mkoani hususan wa mkoa wa Mwanza, tukisikia feri tunajua ni chombo pale ambapo ni pa kuvukia, tunapaita ng'ambo. Sasa huku feri ndio imepewa jina kabisa. Natamani kufika mpaka mji ya feri. Of course soko ni zuri, mshikaji wangu anaenda. Kilo ya samaki inauzwa kwa shilingi 65 mpaka 55. Sasa huyu ni bwana Badro, muuzaji wa samaki katika soko hili la samaki feri, ambaye anatupa bei za samaki zilizonishangaza hata mimi. Bana, tuambie unaitwa nani, unafanya shughuli gani kupitia hili soko la hapa feri? Kwanza mimi jina langu naitwa Badru, kama Badru. Jina la uliopewa na wazazi kabisa? Ndio hilo, mimi jina niliopewa na wazazi wangu naitwa Badru. Wewe hiyo sana bana. Tuzete Badru. Hilo mimi ndo jina langu, sio bwana. Ndio. Wale wameniuliza kwanza mimi business yangu hapa ni nini? Unaona hichi nilichoshika? Hao ni prawns wakubwa. Hawa ni prawns wadogo. Hawa ni jumbo prawns, hawa ni white prawns, lakini bei hapa zinatofautiana hapa. Sawa. Hawa prawns wadogo niliowashika hawa kilo ni shilingi 35. Lakini hawa wakubwa niliowashika hawa hapa jumbo prawns, hawa kilo ni shilingi 75. Kilo ya hawa 75, hawa wadogo. Hawa ndio 70. Hawa 75 au 35. Prawns jina la Kiingereza, hawana jina la Kiswahili kabisa. Jina la Kiswahili dagaa ya kamba au kamba mkubwa. Hao si ndo dagaa ya kamba? Ninawasikia sana. Hajui dagaa ya kamba? Huyu ndo dagaa ya kamba. Muoneshe. Hawa hapa kamba mti. Kiswahili chake. Kamba mti. Hawa wanaitwa king prawns. Lakini wote kwa Kiswahili ni kamba. Yaani jina lake kabisa wanaitwa king. Kwa Kiswahili. Kwa hiyo nauza hapa dagaa ya kamba, ndo kama unavyotaka kujua jina la Kiswahili. Bei zake mpaka sasa hivi zinanishangaza. Kwa kilo moja tu. Sasa zinakushangaza vipi? Ndio unaijua au mimi? Kilo moja hiyo unajua wewe. Kwani hizi si ndo seafood? Acha hizi, kuna hizi prawns, kuna calamari ambayo ndo ngisi Kiswahili, kuna octopus ambayo ndo pweza Kiswahili. Upekee wake ni nini? Kwa nini upekee wake ni nini mpaka wauze bei kama hizi hapo mikasi kinoma?
Seafood na madini. Nikisema seafood inamaanisha ngisi, pweza, prawns and crab, wale ambao wanang'ata. Hizo ndo seafood, na zile chaza wanazopenda sana wenzetu wa Pemba wendi Waarabu, zile nafungua unabadili. Sawa. Kwa hizi hapo ndo zinaitwa seafood, lakini samaki huwezi kumuita seafood, lakini seafood kama seafood ndo bei kali kuliko samaki wa kawaida kama jodari. Bei zake kama hao na ukwambia crab ambao wanang'ata wale, wale kilo huku inajulikana ni shilingi 12,000. Wakiwa kwa kilo shilingi 12,000. Hawajafikia hawa hapa. Sababu na madini ya kawaida tu. Kama madini yake ni same nani lobster au kamba kochi. Sawa. Lakini supu yake yani unywe sana ndio upate protein. Lakini huyu ukichemsha supu yake au ukimkaanga na kutafuna, na maana unapata madini yake papo kwa papo. Sasa mimi nataka uniambie wewe si muuza samaki huko ndani? Nauza mimi samaki kibao tu. Nataka uniambie bei ya samaki mwenye gharama zaidi kuzidi wote. Lobster, kamba kochi. Hiyo ndio first. Soko zima? Soko zima. Wa pili anafuata songolo, wanamuita Kiswahili, Kiingereza wanamuita queen fish, amba kwenye 200 ya karatasi ya Tanzania ile ya kitambo, wavuvi wawili wanatoka naye baharini. Wamemshika huku na kule. Anaitwa nani? Lobster au kamba kochi. Gani? Kilo yake inaanzia shilingi 65,000 wadogo, 95,000 wakubwa kidogo, hadi 180,000. Noma. Kilo moja 65,000. 65,000. Hiyo ndo hapo ndo naanza hapo. Malize kaka, maliza. Sema chochote na washikaji zako. Mimi ninachosema nasema hivi, Badru kama Badru au vipi bwana? Nipa hiyo crab. Huyu ndo crab kwanza, huyu ndo huyu naye na madini joto, chembe nyeupe. Sawa. Lakini fresh amna. Mimi ninachosema kwamba wakaribia sana Feri Fish Market. Bei zipo za kawaida kwa sababu samaki ana tabia kwamba anapanda bei na kushuka. So kwamba leo kama ukinunua 30, kesho utakuja utanunua 45 kwa sababu bahari haina mlango. Ndio. Au sio bwana? Ile ni ocean. Kwa siku samaki wanavulika kwa wingi, siku nyingine samaki wanavulika wachache. Kwa wanapuvulika kwa wingi bei inapungua. Wanapovulika kwa wachache bei zinakuwa zinazidi, lazima ziwe expensive. Kwa mimi ninachosema kwamba nawakaribisha sana Feri Fish Market, karibuni mikoa by mikoa. And another country. Habari kaka yangu, mwisho. Wanakuita Badru. Bwana, mimi naitwa Rashid Suleiman Minyangwa. Ni mkazi wa Kigamboni. Biashara zangu mimi ni samaki Feri. Kwa hiyo ninachowashukuru ndugu zangu, popote mnapoisikia sauti yao kuniona mimi, njooni kwenye meza hapa tufanye biashara ya samaki. Nadhani samaki ni wengi sana humo ndani na samaki wamemwagika. Wala hakuna shida, bei nafuu ya samaki wanangu, wala msiogope, na hili ndio soko la kimataifa zone. Sisi tumalize kipindi chetu cha Naenda. Leo tumetoka stendi ya feri huko ng'ambo ya Kigamboni mpaka kufika hapa. Tumetumia usafiri wa boti, tumekutana na watu ambao wanahusika na michano, tumepata burudani ya michano, tumeifurahi, tumeenjoy kinyamwezi kabisa. Na mimi mshikaji wangu niko hapa kwa ajili ya kumaliza kipindi changu, na niko kwenye geti hapa, unaweza tukasema mwanzo wa kuingia katika soko hili la feri. Nikukumbushe kwamba ruti yetu ni kuizunguka Kigamboni yote. Kwa hiyo kwa upande wa feri tumemalizana kabisa, tumefunga, au sio bwana? Rudi nyuma kidogo mimi nimalize. Tumemalizana. Kwa hiyo wewe mtazamaji wangu, huku maeneo haya yote sio Kigamboni. Nimeambiwa kwamba Kigamboni ni upande wa pili na hii ni feri. Leo nilikuwa nami BR kuanzia mwanzo kama presenter wako mpaka mwisho huu hapa, lakini behind the camera my brother Yadax ambaye ni director bora wa muda wote, mtayarishaji wa kipindi cha leo. Ijumaa nyingine kama hii hapa, naitwa Gleison G. Tukutane next time washikaji zangu, kuhakikisha tunaizunguka Kigamboni yote. Tutaanzia center nyingine, au sio bwana? Till next time. Hii hapa ninaenda kila Ijumaa, siku moja ya wiki, au vipi bwana? I'm out. Woo! Nimekaa kwenye kipindi babu, unajua kipindi chetu babu wanakiita tembea. Ukifika pande zote babu takiona. Leo wamekuja Kigamboni na wana talawama. Sikiza, nimekaa mtu mzima na nachana, nipo kwenye benchi na pombe na kunywa. Wambie na wanyasa wanotaka kunipima, nikichana pande zangu dogo mbwembwe so lawama. Kwanza nikisema East Africa wao unajibu, nikisema East Africa wao unasema, nikisema East Africa wao unajibu, nikisema East Africa wao unasema. Wananiona msela sana ila Kigamboni wana nimekaa pande zangu ila